Ndio baba yake huko. Long time ago. Kama natoa wapi kama yani leo utatipana chini. Oda mahakama mabaya. Watu bora oda mahakama. Mbona umevunja nyumba mjombe mambo utaishi wapi? Mbona leo kunipiga mimi na leo utanitibu bwana. Mtazamaji, mimi ni Alphonse Kusaga, mwandishi wa Wananchi. Leo ni tarehe 30 ya mwezi wa kwanza mwaka 2026. Hapa ni katika kitongoji cha Mringa katika kata ya Olorien, wilayani ya Rumeru, mkoani Arusha. Tumekuja kuripoti tukio la kubomolewa kwa nyumba ya mzee William, ambapo hapa ni nyumbani kwake. Kwa mujibu wa historia ya eneo hili, inaelezwa kwamba mzee Kateyan miaka 1935 alimpa mzee Gerard eneo kwa ajili ya kuishi yeye pamoja na familia yake. Wakaishi, manake mwaka 1935 mpaka sasa ni miaka inakaribia 100 hivi, manake ni miaka mingi, karne moja. Lakini watoto wa mzee Kateyan ambao wao leo mwaka 2026 wana mgogoro kati yao na William ambaye ana eneo hili ambalo ni la baba yake mzazi ambaye alipewa na mzee Kateyan miaka ya 35. Lakini leo amekuja kuvunja nyumba ya mzee William. Na kwa mujibu wa wahusika wanasema kwamba hii ni oda ya mahakama, lakini viongozi wa serikali walikuwepo hapa kuwauliza kiko wapi kibali cha mahakama cha kuonyesha kwamba wanatakiwa waweze kubomoa hapa. Wakawa hawana majibu sahihi na hawana dokumenti zozote ambazo zinaonyesha kwamba wana kibali cha kubomoa hapa. Tumezungumza nao, lakini awali vurugu zilitokea kwa sababu wahusika ambao walikuja hapa kwa ajili ya kutekeleza agizo hilo la mahakama, wao walianza kuzikunja ngumi na wananchi waliokuwepo hapa, kwa sababu wananchi walikuwa na hoji kiwapi kibali cha mahakama. Tumezungumza na mtendaji wa kata hii. Amesema zoezi hili lisitishwe kwa sababu watu waliokuja hapa kuvunja nyumba ya mzee William hawakufuata utaratibu, na mwanzo walienda polisi wakaambiwa kwamba waende kwa mtendaji. Kwa mtendaji hawakufika, bali walikuja tu kutekeleza agizo hilo ambalo huenda linaweza likawa ni haramu, kwa sababu viongozi wa serikali hawajui kuhusiana na hiko ambacho wamekuja kukitekeleza. Vitu virudi ndani. Panachimbika hapa. Hapa leo yani tuuawe. Yani usikubali ngoja mama. Oda mahakama baba. Oda sisi tunaomba. Ambazikia nani amesema ni? Oda mahakama natoa wapi kama tunapewa? Yani leo utatipana chini. Oda mahakama baba. Watu bora oda mahakama. Mbona umevunja nyumba mjombe mambo utaishi wapi? Mbona leo kunipiga mimi na leo utanitibu bwana. Nilisema mnayo oda. Baba. Nilisema mnayo oda. Mimi akinipiga niulize na kuja oda mahakama. Wapiga. Mimi piga, wanipiga tu. Mimi nasiguse wanipige. Oda mahakama, mimi sikupiga. Mimi unipa oda tu mahakama. Oda mahakama iko ni kwamba haijachukuliwa. Iko. Court broker ndiye alikuwa akachukua hajamechelewa. Sasa mbona mmekuja kuvunja sasa kama hamna oda ya mahakama? Ilikuwa court broker alikuwa nayo anasema anayo. Sawa. Na mbona sasa baada ya wananchi kuja mkakimbia? Kwani tumekimbia, si tuko hapa? Kuna kesi ya nani na nani mpaka labda mkaja kubomoa hapa? Kwanza kesi tulienayo ni Herman. Sio huyu. Herman ndio alikuwa na kesi naye. Na ilikuwa ni eneo lote ile. Na tumeshinda mahakama ya kwanza, ya pili na mahakama 4. Ndio. Kwa hiyo leo mmekuja kutekeleza agizo la mahakama? Ndio.
Lakini utaratibu pia si unawaripoti kwa mwenyekiti afahamu, labda balozi, ili kusiwe na taharuki kama hivi, na polisi pia alikuwa afanye hizo shughuli. Court broker ndiye alikuwa afanye hizo shughuli, maana amelipa ile. Sasa yuko wapi court broker? Alikuwa hapa akakimbia. Alitaka kupigwa. Hili eneo ni la nani? La kwetu. Ambalo la kwenu? La kwenu nani na nani labda? Tuko 6 wa kiume. Ambalo lilikuwa eneo la familia? Ndio. Sasa likachukuliwa na nani ndio mkaenda mahakamani? Herman ndiye alikuwa ametushtaki mahakamani tukashinda. Kwani historia hili eneo ilikoje? Historia ni kwamba babu zake hawa ndio aliazimwa na baba. Ndio ni kwamba walipofariki hii nyumba tukawajengea sisi ilikuwa imevunjika. Sasa tumehitaji baada ya kutushtaki ndio maana na tukanani. Kama mlifuata utaratibu na mliwazima, iweje sasa kwenye kurudishiana mnaanza kugombana? Si wao ndio walitushtaki mahakamani sasa. Kwa hiyo mwisho wa siku mkashinda nyinyi? Kashinda sisi. Sasa hii taharuki ikoje? Labda mmetoa taarifa polisi mwisho wa siku, sababu mnaweza broker ndio alikuwa akatoe maana ya na maana. Huyo dalali wa mahakama ni nani? Naam. Dalali wa mahakama ni nani? Dalali ndio huyo. Ambaye court broker jina lake ni nani? Court broker jina ngoja bana, sijatupa jina, lakini ukitishia kuwa mzee ni kesi hiyo. Ukitishia kuwa hiyo ni kesi. Bwana, mimi naitwa Sikoi, mtendaji wa kata. Nimepokea taarifa kutoka kwa uongozi wa kitongoji husika. Nikaambiwa kwamba kuna watu wanabomoa nyumba hapa. Nikauliza wana oda ya mahakama, kwa sababu taratibu zinaelekeza oda ya mahakama ndio inatekelezwa. Kama hawana oda ya mahakama wasifanye. Nikamwambia usifanye hiyo kazi. Akaenda polisi kituo cha Ngaramtoni, akaambiwa rudi kwa mtendaji wako wa kata akakague document zako. Nadhani alipoambiwa hivyo hakurudi, akaja kutekeleza. Sasa alipokuja kutekeleza ndio vijana akatokezea hapa. Mimi nikaenda polisi, nikaongea na mkuu wa kituo. Nikamwambia wamekuonyesha document? Akasema nimeona document lakini hazijakamilika. Nikamwambia ngoja nifika hapo. Nimefika hapo nauliza wazee wangu, mna oda ya mahakama? Hamna. Nikamwambia wacheni. Ningeikuta kabla hajabomoa. Hawezi kubomoa kwa sababu oda ya mahakama haipo. Ndio, kwa sababu oda inaelekeza kwamba court brokers wale wanateuliwa na mahakama. Wakishateuliwa na mahakama lazima aende kwa DC. DC atawasiliana na viongozi wenzake kule. OCD ataongea na mkuu wa kituo hapa. Atatuma polisi, mimi mwenyewe mtendaji wa kata nitapewa barua maelekezo nije nisimamie hapa, kwa sababu kazi moja wapo ya mtendaji wa kata ni simamizi wa amani kwenye eneo lake. Kwa hiyo haipo. Ndio maana nimesema chochote kisiendelee. Na kikiendelea nitabidi sasa nichukue hatua nyingine. Wito wangu kwa wananchi wajaribu kufuata sheria, kwa sababu nchi yetu ni utawala wa sheria kabisa. Wafuate sheria na kila mtu atapata haki yake. Naitwa mchungaji Abraham Laiza. Ni mdogo wake na huyu mzee. Mimi ninavyofahamu kwa siku hizi, kutokana na utawala wa sheria, watu kama wanataka kufanya kitu chochote mahali popote lazima waripoti kwa wenyeji. Maana nilitazamia niletewe taarifa hii na iende kwa mwenyekiti na mtendaji, nao wanidelegate nisimamie hii mambo ikitekelezwa. Mimi sijaona kitu kama hicho. Naona tu watu wanapishana hapa kila siku. Wateja hawa ni kaka zangu na mimi ni mdogo wao. Kulikuwa na shida gani kuniambia tunakuja kubomoa nyumba hapa? Sikupewa hiyo taarifa. Kwa hiyo mimi nilikuwa hapa nje kwangu ni hapa. Nikasikia mlango unavunjwa. Nikasema kuna nini? Nikaja hapa nikakuta mlango umeshang'olewa, vitu vinatolewa nje. Ndio akaniambia, nikawaambia mnafanya nini? Kaniambia ngoja tumekuja kubomoa hapa. Nikamwambia mbona mimi sina taarifa kama balozi? Basi fujo zikaendelea. Mimi nikachukua hatua, nikampigia mwenyekiti naye akampigia mtendaji,
lakini wakati huo tunasubiria process iendelee ije itulizwe. Nyumba ya watu wengine wameshapanda juu, vitu vimeshatolewa nje. Ndio nikasema ngoja niende polisi nilete askari, maana kuna watoto na vijana walitaka kumpiga huyo mzee. Ndio nikamkuta mtendaji kule nikamleta hapa. Tusaidie kidogo. Umesema hawa ndugu zako wa kuzaliwa? Ni ndugu zangu wa kuzaliwa, baba moja, mama mbalimbali. Tusaidie. Historia ya eneo hili lilikuwa la nani? Historia ya eneo hili lilikuwa la kwetu. Baba alipeana kabla sisi hatujazaliwa. Na hata wosia aliyeacha alisema watu wasipopata mahali pa kwenda msiwaondoe. Na hao watu walikaa hapa. Kaka yangu ninayemfuata mara mbili, hata yeye alikuwa hajazaliwa eneo hili lilipopewanwa. Sasa kulingana na mimi sio mwanasheria, lakini nafahamu kidogo sheria za ardhi. Sheria ya ardhi inasema kwamba mtu akikaa katika eneo, awe amepangisha au amekodisha au ameazima, akishakaa miaka 12, hiyo ardhi inakuwa ni halali yake. Hawa watu wamekaa hapa, mimi sasa hivi nina miaka 70. Ni miaka mingi sana. Watu waliopewa hapa wameshaishi zaidi ya hiyo miaka. Sasa watu kiwaondoa waende wapi? Waliopewa hawapo, makaburi yao yale pale. Vijana wao hawapo wote, wamekufa wote. Sasa katika hii boma letu tuko wanaume 9. 7 wakaamua kuwanyang'anya watoto hapa. Hii sehemu ya Kaaoshi. Hiyo sehemu ndio imewapelekea hawa kwenda mahakamani. Wamepiga hiyo kesi tangu 2012. Mwaka jana kamishna wa ardhi akawapa ushindi. Maana yeye hakufuata sheria. Ninavyofahamu alitumia ile kitu ya kusema wengi wape. Kama mko 9 na 2 wamekataa na 7 wamekubali, basi wengi wapo. Ndivyo walivyopata ushindi. Lakini kiutu hawa watoto tunawaonea kwa kweli. Siwezi kuremba kwa kuwa ni ndugu zangu, lakini wamekosea. Ndio, wamekosea. Naitwa William Isidori Limo. Sawa. Baba, una miaka mingapi? Mimi miaka 65 hapa. 65. Umeishi kwenye ardhi hii? Ardhi hii. Historia ya ardhi hii unaifahamu? Naifahamu, na bibi yangu alikuwa amenielekeza na alikuwa ananiambia. Ameniambia hapa tulipewa. Babu yangu alitoka vita vya kuu vya dunia. Nisikilize vizuri katika historia. Walienda vita vya kuu vya kwanza ya dunia, wakaachana. Vya pili wakakutana. Tena walirudishwa. Walirudishwa wakaja na miguu miaka 7 kutoka Cairo, Misri. Wakaja wakakutana hapa akiwa mzee Silimu na baba yake na mzee hapo Misri Mkashifu. Akatisha pombe asali, blanketi na mbuzi, wakachinjiana. Akatoe kuanzia mwaka 1935. Na mke wangu bibi yangu amezikwa hapo, babu yangu amezikwa hapo, mke wangu amezikwa hapo na mtoto wangu. Leo imekuwaje sasa? Mimi nashangaa tu naitwa. Nakuta nyumba inavunjwa. Na kuna vitu vyangu na hela zangu ndani. Na sizioni. Hawajakupa muda wa kutoa vitu vyako ndani na nini? Mimi sina kesi nao. Wanaambia wanalipa muda gani, sina kesi na wao. Kwani hapa kuna oda yote ya mahakama ili notice kwamba hapa unapaswa uondoke? Hamna. Wewe ni baba watoto wangapi? Mimi. Wao ni marehemu wawili wako wao. Maana yake wewe hauna sehemu nyingine unapopajua hapa ndio kwenu? Hapa ndio kwetu. Baba na mama wamezikwa hapa? Baba yako alikuwa anaitwa nani? Anaitwa Isidori Limo. Ambapo mzee Limo alikuwa rafiki na baba? Gerard. Okay. Yaani baba yako mzazi alikuwa rafiki na hawa? Babu yetu. Babu yenu? Na babu yake na baba yake na huyo. Walikuwa marafiki? Akampa eneo? Aishi kama rafiki yake? Miaka hiyo? 1935. Mpaka leo? Mpaka leo. Mimi sina la kuambia, maana hamna taratibu zote nilitendea hapa.
maana sijaiko sana naye, nimefanya kazi kwake sana, lakini nasema nilikuwa naishi kwake, nilikuwa nafanya kazi na yeye. Anamdai kwanza. Shilingi ngapi baba unamdai? Na 140,000 na 80,000. Inakuwa shilingi ngapi hiyo? 220,000. Na mwenzake bati 3 na mkokoteni mmoja, bati 3 na mmoja mkokoteni 7 akajengea pale chini. Hawajakulipa mpaka? Hawajanipa mpaka leo. Huyu anayekaa hapa ni mtoto wa mjomba wangu. Sawa? Hao waliokufa hapo ni bibi na babu. Umesikia? Bibi na babu walipewa hiyo ardhi na baba yao na Hawa. Sawa, na mzee Chino. 35 kuna zeni hata sisi nyote tulijua, tulikuwa tujulikani. Umesikia ndugu yangu? Sasa bibi na babu walikufa, walipofariki ilibidi sasa huyu familia sisi tukasema aachiwe nani, William ambaye ni huyu hapa, angalia yeye nini hii sehemu. Sawa bwana, sio achukue, angalia hii sehemu bado ni ya familia. Lakini cha kushangaza nimepata habari, mimi niko kule Maoi kule, niambiwa kwamba nyumba imevunjwa. Sasa sijui wanavunja makaburi wapeleke wapi, sijui wanapeleka makaburi wapi ndugu zangu, ni kitu ambacho cha kujiuliza. Ni kama wanatuonea, hakuna hati yoyote ipi. Kuna hati ya kuvunjia nyumba, mimi nilikuwa nauza, kuna hati ya kuvunjia nyumba? Ni miaka mingi 35 mpaka leo jamani. Au huenda wazee washapata wateja? Mimi nadhani kitu kama hicho. Mimi nadhani kitu kama hicho. Kitu kama hicho najua lazima ameshapata wateja wanauza. Hata ya mbele huku wameuza. Manake hili eneo huyu mzee wakati wamepeana ilianzia kule barabarani mpaka kule barabarani mpaka huku. Yote ilikuwa ni ya kwetu hii. Sasa huku ameshauza. Kwa hiyo utamu wa pesa ndugu yangu. Kwa hiyo muose fukuzana hii tena hapa. Mimi nataka uze mpaka makaburi. Naona makaburi tena nataka kuyauza. Makaburi sasa sio nataka kupeleka wapi makaburi. Huyu William amemzika mke wake hapo. Mbona hajamkatalia? Yaani mwenye haki ya kudai hapo hiyo sehemu alikuwa ni baba yao na Hawa kuja kudai. Lakini sio Hawa. Baba ambaye alishakufa na ameshafariki, ambaye ni mzee Kateya. Ameshafariki miaka mingi. Yaani mzee Kateya alimpa mzee Gerard. Amempa mzee Gerard ambaye ni babu yetu sisi. Mwaka 35. Wewe mtoto ile mwaka gani 2026 anaweza kuja kumhukumu mtu kweli jamani? Kuja kuchukua hii ardhi. Huu ni uonevu. Uonevu. Hii haitakubalika. Hata kama mahakama shetani haitakubalika kwa kweli.